tukasema itazame dhambi kulingana na mazingira yako. Tukaendelea kuyaeleza mazingira ya dhambi waliokuwepo Morning Glory kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Tulieleza mazingira ambayo watu wanaishi katika dhambi alafu wanaendelea kuzibariki kwa sababu wamefika mahali, kwa sababu shetani amewafuata kulingana na mazingira yao. Tulichambua sana, lakini mwishoni tulianza sasa kuchambua kwa nini dhambi zinaendelea kuwatesa watu. Tukasema dhambi ina kazi moja tu, ya kuondoa original ya Mungu aliyoiweka ndani yako. Tulisema kwamba mwanadamu kabla hujaumbwa ulikuwepo katika ulimwengu wa roho. Amen. Ndio maana Mungu tukasema alimwambia mtumishi wa Mungu yule nabii Yeremia ya kwamba kabla hujawekwa kwenye tumbo la mama yako nalifanyaje? Nalikujua, nalikutakasa, nalikutenga uwe nabii wa mataifa. Wakati huo bado hajazaliwa, maana yake alikuweko mahali fulani mtakatifu, yuko vizuri. Kwa hiyo tukasema mwanadamu kabla ya kutokea duniani tulikuweko mahali fulani, watu watakatifu, watu wema. Lakini tulipozaliwa dhambi ikafanya kazi ya kuharibu ile original ya Mungu aliyoiweka ndani yako. Mwisho sasa original ikiharibika, kinachobakia kinakuwa kitu gani? Kinakuwa kitu feki, maana yake sio kile original. Kwa hiyo tukasema watu wengi wameharibiwa ile original yao, yani wale watu ambao walitarajiwa kuishi, watu wema, watu watakatifu, watu wanaofanya matendo mema, ile original imeshaibiwa. Sasa kinachofuata ni maisha feki. Tukasema haya maisha feki ndio yanayotutesa. Amen. Tukachambua hayo, lakini leo nataka nikupe summary kidogo ya yale tuliyokuwa nayo kupitia somo hili. Nimesoma haya maandiko yanaeleza habari ya nabii Isaya, anazungumza na taifa la Mungu kwa njia ya ni kama naimba wimbo, ni kama naimba mashairi, lakini mashairi yake yamejaa mafumbo. Anawaimbia mafumbo. Wao hawakuelewa mwanzoni. Wakati anawaambia jamani, nataka niwaambie leo habari ya mpenzi wangu na shamba lake. Waisraeli wanamwambia tuambie, tupe habari za mpenzi wako. Anasema mpenzi wangu alikuwa na shamba lake zuri sana kilimani penye kuzaa sana, akaliandalia shamba lake vizuri, akachukua mzabibu mzuri, miche mizuri, akapanda kwenye hili shamba lake. Alipolipanda akaweka na wigo, akamwagilia kila kitu, akaweka kila kitu ambacho kilistahili kuwepo. Akatarajia ya kwamba baada ya huduma zote hizo ule mzabibu wake utamzalia matunda mema. Akaja kushangaa shamba lake la mizabibu badala ya kuzaa zabibu safi limekuja kuzaa zabibu mwitu. Waisraeli wakasema kwa kweli mpenzi wako alikula hasara kama alifanya kazi yote hiyo ya kulima, kutafuta miche iliyo safi, akapanda, akamwagilia, akaweka na mbolea, linakuja kumzalia matunda mwitu. Alikula hasara sana. Sasa mstari ule kuanzia 3 na kushuka anawauliza hivi, lakini mnafahamu hilo shamba? Akasema si umesema la mpenzi wako. Kule mwishoni mstari wa 7 anasema no, huyu ndio shamba ninalolisema, ninyi wana wa Yuda, ninyi wana wa Israeli. Mungu alifanya kazi kubwa ya kuwatoa Misri kama mbegu nzuri, ikachekechwa, mkaletwa hapa Kanani, mkapandwa, Mungu akafanya kila kitu, akaondoa mawe, yani mataifa yote yaliokuwa nakaa humu ndani yakaondolewa yote, ili mpandwe nyie mzabibu safi. Lakini kile alichokitarajia, anashangaa naona mizabibu mwitu. Akamwambia haya, si tuifikiri unaongea habari za shamba la mpenzi wako, kumbe unatusema sisi, kumbe unatuzunguka, kumbe unatuimbia mashairi yako ya kutuzunguka. Akasema ndio ninyie, kile ambacho Mungu alitaka kukifanya kwenu, kile ambacho Mungu alitarajia kutoka kwenu hakioni. Kazi aliyoifanya ni kubwa mno, amewatendea miujiza mingi. Mwananyi wenyewe ni mashahidi ya kwamba Baba alifanya mambo makubwa, lakini matokeo yake amekuja kushangaa vitu vinavyofanyika ndani yenu ni vya ajabu. Amen. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya.
Na ndivyo Mungu anavyoshangaa mpaka leo. Unajua, tunaposema kanisa la Kijitonyama, kanisa la Ubungo, kanisa la mahali fulani, kanisa la wapi, katika ulimwengu wa roho, hili ni shamba. Ni shamba la Mungu. Mimi na wewe ni mizabibu ndani ya shamba la Mungu. Na wote tunakiri jinsi Mungu alivyofanya kazi kubwa ya kutuleta kwenye shamba lake, kutupanda kwenye kanisa lake. Maana yake alitutoa mbali. Alitutoa mbali, wengine ni mashahidi. Maisha yetu hayakuwa hivi, yalikuwa ya ajabu. Paka tunaitwa Wakristo, ni kazi kubwa ambayo Mungu ameifanya. Lakini yale Mungu aliyoyatarajia kuyaona kutoka kwetu, dhambi imeondoa original. Dhambi imetuacha watu feki. Kila ambacho Mungu alitarajia kukiona, hakioni. Yale mambo ambayo alitarajia yatatoka kwako, yanatoka tofauti kabisa na yaliyopanga. Maana yake Mungu alitarajia matunda mazuri kutoka kwako. Mungu alitarajia utamzalia matunda safi, anakuja kushangaa matunda yanayotokea ni ya ajabu. Mungu ndo anajiuliza, ni kitu gani ambacho, ukisoma ile mstari ile kuanzia ule wa 3, anasema sasa wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, hebu amweni nyewe wenyewe, ni jambo gani ambalo lilitakiwa lifanyika halikufanyika? Hebu fika mahali, hebu jiuliza, ni kitu gani ambacho Mungu alitakiwa akifanye kwako, alafu hajakifanya, mpaka unasema kwa sababu ya kukosekana hiki ndio maana siwezi kuwa hivi. Mungu amefanya mambo makubwa mno. Mungu anavyokulinda ni vya ajabu. Mungu anavyokutunza ni ajabu. Mungu anavyokutendea mambo makubwa ni ajabu. Wengine hata maisha yenu hayakuwa hivyo. Mungu amekurift, amekupandisha juu, lakini umefika juu, baada ya kumzalia mema, baada ya kumrushia Mungu shukurani, ndio kabisa umeshapotea. Mungu anashangaa, hivi kweli haya ndio niliyotarajia kutoka kwako? Haya ndio Mungu aliyotarajia maisha hayo? Unafanya mambo ya ajabu. Mungu alitarajia umtumikie kwa wema na uaminifu, lakini vitu unavyovifanya vinashangaza. Nilikuwa nafundisha hapo katikati habari ya kumtolea Mungu, kwamba siku hizi fuatilia hata utoaji wa watu wengi ni kejeli tu. Yale Mungu aliyoyafanya kwetu, litani yake tunachomrudishia Mungu ni cha ajabu. Siku moja nikasema, usiwe na maisha kama ya muwindaji. Wangapi wanawafahamu wawindaji? Umewahi kuwinda? Wengine tumewahi kuwinda. Muwindaji ni mtu wa ajabu sana. Muwindaji mtu wa ajabu kweli kweli. Muwindaji anapokwenda kuwinda anatumia uwingi. Yaani yeye na mbwa wanaenda wapi? Kuwinda. Utasikia tunaenda kuwinda. Yaani yeye na mbwa. Akifika kwenye windo, akifika huko, kazi ya kuwinda anayeachiwa mbwa. Yeye anageuka mhamasishaji. Yeye ndo anaza kamata, shika, mbwa anakimbia. Spidi yote ya mbwa kufukuza mnyama, anaamini siku akikamata yule mnyama watakula nana na baba yake, na huyo anayemtunza, na huyo aliyekwenda kuwinda wote. Kwa hiyo mbwa anapita kwenye miba, anapita kwenye makorongo, muwindaji anachagua njia za kupita. Kazi yote amemwachia mbwa. Shika, kamata. Mbwa akifika pale akakamata mnyama, pa! Kuna kamulio anakolia kumwashiria kwamba tayari. Anapiga kamulio fulani hivi. Kwa hiyo maana yake muwindaji anajua tayari. Anaenda pale na kifimbo. Akifika pale, wa kwanza kupigwa sio mnyama, ni mbwa. Anapigwa mbwa, toka. Mbwa anasema jamaa kakosea, au amekusudia. Anashangaa kifimbo cha pili, toka. Anasema aya, kwa hiyo kumbe amekusudia. Mbwa anaachia mnyama, anakaa pembeni. Jamaa ndo linamalizia mnyama, linachukua mnyama, linaweka begani. Kiswahili kimebadilika, sio tumetoka, nimetoka kuwinda. Mbwa hayumo kwenye mahesabu. Mbwa simkaribie tena. Akisogea karibu yake anasema toka. Mbwa anarudi nyuma, lakini usawa wake, kwa sababu anajua kazi aliyoifanya. Wanaenda mpaka nyumbani.
mwindaji anamchuna mnyama, anachuna vizuri, anabanika, anaanza kumchoma. Mbwa anakaa usawa wa mlango kumkumbusha akumbuke mbio zake, akumbuke alivyopita kwenye miiba, akumbuke kazi aliyoifanya, asija kamsahau. Jamaa linachoma mnyama, mbwa akisaka kusogelea linamfukuza, toka. Mbwa anarudi nyuma, lakini usawa wa mlango anasema atoki mtu hapa, kazi niliyoifanya ni kubwa mno, usije kanisahau. Jamaa linachoma nyama mpaka inaiva, linaanza kula. Mwindaji alivyo na roho ya ajabu, anaanza kula yeye. Wakati mfukuza mnyama alikuwa mbwa, mkamata mnyama alikuwa mbwa, wa kwanza kushughulika alikuwa mbwa, yeye ndio wa kwanza kula. Sasa anakula minofu yote, anatafuna mpaka mifupa iliyo laini, inamshinda ile migumu. Mbwa yuko pale tu anashuhudia, anapanda naye, anashuka naye, anapochukua kifinyango anapanda naye, anashuka naye, anajaribu kumkumbusha kwamba kumbuka, anatikisa na mkia. Jamaa linamwambia toka, mbwa anarudi nyuma, lakini usawa wa mlango ungemsikia mbwa maneno anayoongea pale. Bahati nzuri ni kwamba hatuwezi kusikia lugha za wanyama. Yawezekana anasema Mungu, kazi yote niliyoifanya. Jamaa anakula na mwangalia hivi hivi, kazi yote niliyoifanya. Jamaa linakula steki zote na mifupa, ile mifupa iliyomshinda. Ndo aibu inamshika kwamba nilienda na nani? Na mbwa. Ndo anasema okay, mbwa njoo. Ndo anamrushia ile. Mbwa hana kisirani. Mbwa ni mnyama wa ajabu. Vinginevyo ungekuwa wewe na mimi tungezira kabisa. Kazi yote uliyoifanya unaambulia mifupa. Lakini mbwa hana kisirani, na ile mifupa nayo anaipokea kwa shukurani. Anatikisa na mkia, anaanza kula mifupa, lakini mwangalia anavyokula. Anageuza shingo, anageuza kichwa chake. Yawezekana anasema Mungu, kazi yote niliyofanya naambulia mifupa. Nyama yote amekula peke yake. Anakula yawezekana anasema Mungu, umurani huyu asinenepe pamoja na kula minofu, asinenepe pamoja na kula nyama. Hebu wafuatilie wawindaji. Uliwahi kumuona mwindaji munene? Uliwahi kumuona mwindaji aliyenawiri? Wawindaji wote wana maisha magumu, laana ya mbwa. Maana aliyewafanyia kazi wamemsahau, aliyewafanyia kazi hawamhesabu tena, aliyewafanyia kazi hayumo kwenye hesabu. Na hiyo ndio roho ya mwanadamu. Ni mwanadamu mtu wa ajabu sana. Mwanadamu. Hebu mwangalie jirani yako, huyo ndio mwanadamu, kiumbe wa ajabu sana. Siku moja nilijiuliza swali, nikasema huenda ndio maana hata Nuhu hakuchukua watu wengi, akachukua wanyama wengi. Nina mashaka kama angebeba watu wengi wakajaa kwenye ile safina, kwa vyovyote vile wangekufa. Wangeanza kubandua mbao, wangeanza kuharibu miundombinu, wangeanza kuharibu kila kitu, maji yangeingia, wangekufa. Mwanadamu ni kiumbe cha ajabu. Huyo unayemwangalia hapo, hebu mwangalia tena huyo. Kiumbe cha ajabu katika viumbe ambavyo Mungu alivipendelea. Vingine vyote viliumbwa kwa sauti. Kuwe na milima, kuwe na mito, kuwe na hiki. Lakini kwa mwanadamu ni kazi ya mikono yake. Kile kiumbe alichokipendelea, alichokupa upendeleo wa hali ya juu, ndicho kinachomwangusha. Kinafanya mambo ya ajabu. Ndio maana siku zote ukija hapa ninakwambiaga msalimie jirani yako, mpongeze kwa kuja, kwa sababu kiumbe hiki ni cha ajabu. Ukiona kimefika kanisani, mshukuru Mungu. Kiumbe hiki ni cha ajabu. Wakati mwingine anakuja kanisani kwa sababu tu amekosa kazi ya kufanya, ni weekend. Kiumbe cha ajabu sana. Yaani Mungu akimbariki kidogo tu, kosa, hawezi kuja tena kanisani, hawezi tena kuimba kwaya, hawezi tena kuhudhuria. Ameshapewa kacheo fulani, amekuwa mtu fulani. Yaani wako watu akija kanisani kuna tukio,
anasindikiza msiba, kuna harusi ya ndugu yake. Lakini kuja kumwabudu Mungu kama Mungu haiwezekani. Yaani maisha yake anayaona ni ya thamani kuliko Mungu mwenyewe. Yaani mwanadamu ni mtu wa ajabu. Sio msikia mwingine huyu anasema mnionyeshe picha ya Mungu ili nijue yupo. Wakati kila siku anakula hajawahi kuiona picha ya njaa. Aliyemwambia kuna njaa ni nani? Amewahi kuiona picha ya njaa? Mbona anakula kila siku? Kama njaa hajawahi kuiona picha yake, haijawahi kupigwa picha njaa, akasema hii ni njaa, kuna haja gani kuweka vyakula store na kutafuta watu wa kupika wakati kitu chenyewe hujawahi kukiona? Maana yake hakipo. Yaani njaa iliyo kwenye tumbo lake tu hajawahi kuiona, anaishughulikia. Sembuse Mungu aliyekuumba na wewe. Unajua siku zote nasema haya ni mawazo ya mende. Mende akiwa kwenye chungu cha kande anajiona yeye ni mwelewa kuliko aliyepika kande. Anaramba mchuzi mle, alafu eti akiwa umo kwenye chungu anamtafuta aliyepika kande. Anasema hivi, aliyepika kande hizi ni nani? Anamwangalia, hamuna, hayupo. Hizi kanda hazina mwenyewe. Yuko kwenye chungu cha kande anamtafuta mpika kande. Aliyekwambia mpika kande anakaa kwenye chungu cha kande nani? Anaangalia, anaramba mchuzi, anasema hamna, mchuzi hauna mwenyewe. Anaramba usiku kucha. Mpika kanda kiamka asubuhi anataka kunywea chai kande zake. Anabeba chungu kama kilivyo, anakienjika kwenye moto, kinaanza kupashwa moto. Ndio menda anaanza kutambua sasa kwamba hili joto mbona kama linazidi, mwenye kande kaja. Uliyesema hayupo mwenye kande kaja. Anaanza kuzipika kande zake. Zinapoanza kuchemuka, mende ndo anatafuta pa kutokea. Amechelewa, mwenye kande kafunika ili zichemuke sawa sawa. Mende na yeye anageuka kiungo cha supu humo kwenye kande. Alijidai ni mjanja. Hizi ndio akili ya binadamu. Eti anamchunguza Mungu. Mwangalie jirani yako, mwambie acha akili za mende. Wewe upo kwenye dunia ya Mungu aliyeyumba yeye, alafu unaanza kumdadisi yeye. Unajua kuna watu wanambipu Mungu, wanafikiri sio mwenyekiti wa kijiji, wanafikiri sio ni nani. Ashukuriwe Mungu wetu. Wakati mwingine akiona upumbavu wako hashughuliki na wewe, anatuachia sisi wahubiri tutoe elimu kwenye kichwa chako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana hii ndio kazi yetu sisi. Mimi niliposoma kichwa hicho nikasema huyu alitakiwa tukutane, huyu nimuweke sawa. Maana hii ndio kazi yetu. Unajua kanisa ni kiwanda. Kanisa ni kiwanda cha kutengeneza waliopinda. Ni kiwanda cha kuchonga waliokaa vibaya. Ni kiwanda cha kuweka sawa. Kanisa ndio kazi yake. Ndio maana siku moja nikasema wakati mwingine ni aibu. Samahani viongozi wenzangu, ni aibu kwa viongozi wa dini kulaumu serikali. Oh, serikali inalea mafisadi, serikali ina Biblia, serikali ina mahubiri, serikali ina maombi. Au yale wanayoomba kule wanamsomea Mungu kitabu kila siku kwenye bunge. Sawa, Mungu anasikia kwa level yao. Lakini nataka kusema sisi kanisa ndio kiwanda. Ndio kiwanda cha kuchonga watu. Kama kuna mafisadi serikalini, aliyefeli sio serikali, ni sisi wachongaji. Hatujawachonga sawa sawa. Maana yake anayetengeneza watu sio rais wetu Magufuli. Magufuli tunamletea bidhaa zilizotengenezwa kanisani, yeye azitumie. Kama ni mbovu, wachongaji tumekosea. Najua nikisema hivi nimejilipua. Unajua nako kuona udhaifu wako ni wanaume. Ukigundua madhaifu yako ni wanaume. Kwa sababu ni aibu kiwanda kwenda kuwashambulia wanaouza bidhaa kwamba mnauza bidhaa feki. Na feki wanakuuliza zimetoka wapi?
kwenye kiwanda changu. Sasa feki ni sisi, feki ni wewe. Kwa sababu kiwanda ndicho kinachopaswa kiandae malighafi safi. Kanisa ni kiwanda. Ndio maana mnaona sasa hivi tumeanza kuwashushia injili iliyo hai. Nini tunataka? Tumwandalie Magufuli watu walio bora, watu ambao akiwachagua achague bidhaa zilizo bora. Sasa sisi tena ndio tunasema mafisadi wametoka wapi? Hao mafisadi ni product ya nani? Fuatilia watu wote tunasema mafisadi ni wapagani. Kama ni Wakristo wanasali wapi? Kama ni Wakristo wetu tumeshindwaje kuandaa waache ufisadi, waache uwizi, waache utapeli, waache kufanya tukiwahubiria vizuri mkakaa sawa sawa, serikali itapata watu sahihi, serikali itapata watu walio sawa sawa. Ndio maana tunaihubiri injili. Mwangalie jirani yako, mwambie kama uko serikalini usituangushe. Mwambie usidhalilishe kanisa. Kabisa, kwa sababu nchi yetu hii, wewe angalia, 70-90 watu wana dini zao. Kama sio Mkristo atakuwa Muislamu, si ndio? Kama sio Muislamu atakuwa Buddha, kama sio Buddha si. Kwa sababu duniani hakuna siye na dini. Mtu asikudanganye. Wewe unayesema mimi sina dini, hiyo ndio dini ya kutokuwa na dini. Hiyo nayo ni dini, kwa sababu dini ni imani. Sasa ukisema mimi sina dini, hiyo ya sina dini ndio jina la dini yako. Tayari unayo. Sasa kama watu wana dini, hata kama uendi kanisani, bado yako maadili ya kijamii ambayo yanatuonya kwamba usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Hivi watu wote tungekaa sawa sawa, mafisadi wangetoka wapi? Hao wanaotafuna makampuni yetu, wanaotafuna mashirika yetu, wanaofanya kila kitu kwa ufisadi, wanatoka wapi? Ndio hawa wengine wamo kanisani, wakiwa humu wanalembwa na macho wakifika kazini ndio matapeli wa kwanza. Alafu leo tunageuka tena kuponda serikali. No, wachungaji tujirudi, tukae kwenye laini, tukae kwenye mstari, tufanye kazi yetu. Unajua ni aibu kwa mzazi kumlaumu mwenyekiti wa kitongoji kwa wizi wa mtoto wako. Unasema sasa mwenyekiti utunge sheria ngumu, watu ni wezi, ona mwanangu huyu. Sasa mwenyekiti wa kijiji akusaidia kulea mtoto. Angalia jirani yako, mwambie unaipata hii? Mwambie imekaa sawa sawa hii. Haleluya. Haleluya. Naona wengine wameanza kubadilika sura. Ndio lengo langu, nataka dozi ikae sawa sawa. Ukibadilika sura ndio mimi nafurahi kwamba dozi imefika mahali penyewe. Dozi imekukuta wewe unayeharibu. Mungu alitumaini ya kwamba tutazaa zabibu safi. Anashangaa tunazaa zabibu mwitu. Sasa kitu gani ambacho Mungu hajafanya kwako? Kitu gani ambacho Mungu hajafanya kwako? Hebu sema tu alivyokupendelea. Ulifaulu kwa muujiza, ukapata kazi kwa muujiza, na unalipwa vizuri kwa muujiza. Alafu huo mshahara umekupandishia kiburi, kanisani utakikuja, kwaya utakikuimba, wenzako wakisema uja kwenye kwaya, unaanza Kiingereza cha vina. I'm so busy nowadays. Uko busy kuliko Mungu kweli. Tunasema kwenye maombi, unaona hiyo ya kijinga. Unajua wanaoomba ni watu ambao wanatafuta maisha. Mimi maisha yako tayari. Maisha yako tayari bila Mungu. Kama maisha yako tayari, mbona ndoa yako inakusumbua? Mbona ndoa yako iko hoi? Unaanza kushughulika na house boys, house girl, kwa sababu maisha yako yamekuwa megumu. Usione watu wanaishi kwenye magorofa, usione watu wanaishi kwenye majumba ya kifahari. Ndani mule ni gereza. Ndio unashangaa kuna watu wanajaa kwenye mahoteli, wakati mahoteli yalikuwa ya wageni. Leo wanalala wenyeji, nyumbani hakulaliki. Yuko tayari akalipe chumba, alale hoteli, maana kule ndani hakukaliki.
Mama anamuita mume wake Alishababu, siwezi kulala na Alishababu. Wakati baba naye anasema siwezi kulala na haka kapepo. Yaani baba Alishababu, mama pepo mule ndani. Lakini ukiwaona magari wanayoendesha, majumba walionayo ni ya kifahari, lakini yakikosa Mungu ni gereza. Ndio maana tunasema mtafute Mungu rafiki yangu. Mtafute Mungu maadamu anapatikana. Tafuta Mungu kwenye maisha yako. Fedha kamwe haziwezi kukupa amani. Kama Yesu hayumo ndani yako, zitakuingiza kwenye gereza. Wewe hujaona kabla hujapata fedha nyingi, mlikuwa mnaishi vizuri na mkeo. Mnatiana moyo. Unasema mke wangu tuvumilie, upo muda tutatoka. Mama na anasema kweli kabisa, wacha hao wanaotamba, utafika wakati wetu. Maisha ni foleni, ya kwetu itafika. Mlikuwa mnatiana moyo. Tangu hela zimepatikana, umemsahau na mama aliyekuwa nakutia moyo. Umeanza kuhangaika na vimaraya huko barabarani. Umeanza kuhangaika na vinini huko barabarani. Mke wako tena hafai. Paka wengine anasema unajua mke wangu sio type yangu. Wakati unamuoa kwa baba na mama alikuwa hivyo. Wazazi wake walimtunza. Paka ulikuwa unaazima suruali ili umpate. Unaazima na magari ya watu mpate. Unasema na uongo. Oh mimi usinione hivi. Pale bandarini mimi ndio. Kwenye benki ile mimi ndio. Mimi si wapi ili umpate mtoto wa watu. Leo umemweka ndani, umemchakaza. Unaanza kusema sio type yangu. Wewe ndio ulikuwa type yake. Wakati alipokuwa msichana ulikuwa type yake. Mbona na wewe watu walikuwa ni mshangaa dada wa watu kwamba wewe binti umekosa wanaume? Paka unaolewa na huyu sura kama bondia, ndio unaolewa naye kweli? Lakini kabinti kakasema mimi siangalii sura, naangalia ni mcha Mungu, anachapa kazi, nitakaa pale kwake sina shida. Kwa sababu kuolewa na mtu mwenye sura nzuri, kwani nambeba mgongoni? Kabinti kawa watu kalikuonea huruma mpaka kakaolewa na wewe. Leo umemchakaza, umemzalisha asubuhi na jioni, kachakaa. Unaanza kusema sio type yangu. Hata hatuendani. Hamuendani kwa lipi? Wakati mwingine unamuona kama kachakaa kwa sababu ya matunzo. Kwa sababu ya maneno yako unayomwangushia. Unamwangushia mineno mizito kwenye kichwa chake. Paka nafika mahali mineno inafanya rotation. Mama wa watu anakula chakula hakifiki popote. Umemwangushia maneno mazito. Anapanda nayo mwendo kasi, anashuka nayo, anarudi nayo nyumbani, ananiambia hivi, nimemaniambia hivi, mimi ndio wako niambia hivi. Na msongo wa mawazo ni mbaya. Kuna watu unamuona mtu kakonda, unamuuliza unaumwa. Anakuambia hapana maisha. Kumbe kakana mwanaume anamwangushia maneno mizito. Alafu unamwangusha maneno mazito mke wako aliyekupa heshima. Nilisema siku moja, kuna watu mmepata kile clip ambacho kinazunguka mtandaoni. Nikasema wanaume wakati mwingine tuwe na aibu. Kumsema vibaya mke wako, hebu fika mahali uwe na aibu. Kwa sababu yo mama amefanya kazi kubwa, ngumu. Wewe kukulelea watoto hao sio kazi rahisi. Anabeba mimba miezi 9, wewe unatamba na suti zako tu. Mwenzako anabadilisha mpaka kutembea. Anatembea utafikiri gari bovu limekwama sijui wapi. Ili tu litoto lako liwe salama. Anabadilisha na namna ya kulala. Anabadilisha kila kitu. Mitoto yake itoke salama. Anaenda leba, anatoa macho kama panya aliyebana na mlango. Ili mtoto wako atoke salama. Mtoto wako anatoka salama, anazaliwa, wewe umekaa kwenye benchi ya hospitali kama vile unasubiri magari sijui kampuni gani naingia saa ngapi. Ukimwona daktari unamuuliza, "Oya, vipi?" Wakati mwenzako kule ndani analia kwa Kiingereza wakati aliishi darasa 7. Ananena kwa lugha bila Roho Mtakatifu. Yuko kwenye mateso. Alafu litoto lako linazaliwa liko salama. Wewe ndio wako beba. Sasa nimekuwa baba. Sasa mimi baba. Wewe baba aliyekupa nani?
Wanaume mlio na ndoa, punga mikono. Punga tu, usiogope, punga. Sasa mke wako yupo, alafu upungi mkono. Unamaanisha nini? Amen. Alafu mwisho litoto linapewa jina la kwako. Joshua, Daniel. Nani? Daniel. Nene, Daniel. Ulikuwa kwa leba. Mama amekupa heshima. Unaanza hata kutamka, tuna watoto 5, mmoja tulizaa mwaka, mwingine mwaka. Ulikuwa kwa leba kweli, pa kuna ujasiri wa kuhesabu vidole. Mama amekupa heshima. Na ule mtoto wako aanze kuongea na kusema, mama anakubali kuwa kichaa kwa miaka 4. Miaka 4 mama anakuwa kichaa. Na elimu yake, na digiri yake, na kazi zake, anaapply kuwa kichaa. Ili mtoto wako ajue kuongea na kusema. Anamwimbisha nyimbo hasa hazina manoti. Anamwimbisha nyimbo hata hazieleweki. Sema baba, sema baba. Na litoto na baba, analiimbisha we toka asubuhi mpaka jioni. Anachukua makopo, anakuwa kichaa kabisa. Anampa mwanae, chukua, chukua. Litoto linachukua makopo, linadondosha. Mama anaenda kuokota tena. Unadondosha, unadondosha. Anaenda na okota kopo tena, analipa. Amekuwa kichaa. Anachuma maua, anampa mtoto wake, anamwimbisha nyimbo. Wewe unatoka from nowhere. Katoto kana baba, anaongea. Mshukuru profesa huyu. Mshukuru profesa huyu aliyekufundishia mtoto. Amen. Wamama, haleluya. Wamama wote mliona watoto, shikamo. Watoto wote mliona watoto, shikamo. Amen. Kwa hiyo fika mahali, hebu jitambue. Ndio maana tunasema Mungu kuna kitu alichokitumaini. Alitumaini ya kwamba utakuwa mtu wa tabia hii, utakuwa mtu wa hivi, lakini matokeo yake hufanyi chochote. Nikanywe soda. Aya, weka kikapu hapo. Kumbe nilitaka nimalize kuhubiri, ngoja niongeze kidogo. Wangapi wanasema niko tayari kumbariki mhubiri angalau kwa soda ya leo? Uko tayari eh? Basi acha nihubiri, alafu mwishoni tutaweka kikapu unibariki. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisha nibariki na mimi sitakula peke yangu. Kuna mtumishi anaenda Moshi, upitie machungwa pale, nitakugawia kidogo. Kwa hiyo na wewe piga ngoma chini uombe ziwe nyingi. Kwa hiyo sasa utulie nimalize. Amen. Tumekubaliana utatoa mwishoni Kwa hiyo Mungu yale maisha aliyokutarajia, anashangaa sio. Alitarajia utazaa zabibu safi, utakuwa mtu mwema. Umekuwa tofauti. Ndivyo ilivyo hata kwa mumeo. Na yeye alikutarajia kwamba utakuwa mtu safi, mzabibu safi. Ndio maana mume wako alitoa mahali, akalipa kila kitu, akagaramia. Akajua nitapata kamama katakakokuwa matunda, katakakokuwa tunda la ndoa yangu, atakuwa mama wa ndoto zangu. Amekuja kushangaa baba anasema, "Uwi, ningejua huyu ndio mama naye oa huyu." Nimegeuka Yawezekana mume wako anasema, "Mungu wangu, nilianzaje kubebaka? Kavuvuzeraka, nianzaje?" Mume wako anaanza kuhesabu alio wakata. Anasema, "Yule wa sekondari nilimkataa, yule wa chuo tulisoma naye nilimkataa, yule nikaja kuangukia kwa Mungu wangu." Maana kuna wamama usiwaone hivi wamevaa vitenge wako smart. Usiwaone hivi wanachekelea waume za watu. Ubarikiwe. Anavyoishi na mume wake, amemgeuza mume wake kama house boy. Dhalau kwa kwenda mbele. Mama, elewa unaishi na kiumbe kinaitwa mwanaume, ni cha ajabu sana. Kinaitwa masikini jeuri. Hata kama hakina fedha, kinataka heshima yake. Hata kama umekizidi kipato na kazi, kinataka heshima yake.
kwa sababu umemzidi kipato. Nilitaka kusema utapata tabu sana, lakini wacha nisiseme. Kwa sababu unaishi na kiumbe ambacho kinapenda heshima yake. Hata kama hana chochote, mwanaume anataka heshima yake. Hata kama wewe ndio unamfanya kazi mkubwa, mfanya biashara mkubwa, bado mpe heshima yake. Bado ni mume wako. Ndio maana wanaume hakuna sentensi ambayo hatuipendi kama kuniambia watu ambao wamenizidi kipato kwamba walikuwa nakutafuta ili wakuoe. Hiyo sentensi hatutaki kuisikia. Yaani kusema unamuona huyu aliyepita na VX huyu? Hivi anioe hivi. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi ndio nimekuharibia. Nataka heshima yangu. Hawa VX wa nini? Jifanye kama hujawahi kuonana nao. Uwe unaniambia nilio wazidi. Useme eti huyu alikuwa anataka nise. Aya. Unaniambiaje? Kwa sababu na heshima yangu. Kwa mama mliolewa punga mikono. Mheshimu mumeo. Ndio maana wakati mwingine nashindwa kuwaelewa wamama. Na bahati nzuri tutakuwa na semina Jumamosi ijayo ya wamama wote walioolewa. Tutafanyia pale Ubungo KKKT. Wamama wote walioolewa wanaoishi Dar es Salaam. Unasali husali, maadamu umeolewa, njoo pale, kuna dozi yako nimeandaa ya kukuweka sawa. Mume baba, kama uko hapa, hakikisha mkeo hakosi pale. Mlete garage. Fundi yupo, spare zipo. Tuweke sawa huyo mama, kae sawa sawa. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo tunataka heshima. Linda heshima ya mumeo. Hata kama umemzidi, hata kama imekuwaje, huyo ni mumeo. Mungu ndiye aliyekupa. Kuna wenzako wanang'ata mpaka vinyonga wapate wanaume. Kuna wenzako wamemaliza waganga wote Dar es Salaam, wanataka kuhamia Tanga na Sumbawanga, hawapati. Kuna wenzako wanataka kufia kwenye yale manini ya kwenye saruni. Yaani umeme unamkatikia unawaka, anatengeneza ili apate mume, bado hapati. Wengine wamepaka midomo kama kwale, hawapati. Wengine wamejichubua, Carolite zimepata soko, wanatafuta ili wapate waume, hawapati. Wewe na cheusi mangara yako umepata mume, alafu bado unamnyanyasa. Bado unamnyanyasa, hata kuvaa ujui. Bado unaona mume wako hafai. Unafika mahali unasema kwanza wanaume wenzako hawako hivyo. Uliwahi kuishi nao? Mimi nilifikiri nilikuwa wa kwanza, kumbe uliwahi kuishi nao. Umewajuaje? Ule wakati mwingine ulicho nacho huwezi kuona thamani yake, kwa sababu unacho. Subiri kipotee. Waulize wamama wajane, anakumbuka mpaka makofi aliyopigwa, anasema angekuwepo anizabe. Anasema Mungu mlete tu, yani angekuwepo hata nikichelewesha chakula anikemee kidogo. Wanatamani kuiona sauti ya mwanaume, lakini ilishatoweka kwenye majumba yao. Kwa Mungu amekutunzia yako kababa, amemshukuru Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru kwa kunipa mwanaume huyu. Kama hajui kuvaa, piga pamba wewe. Kwani Mlimani City upajui? Kwani wewe Kariakoo upajui? Piga pamba mumeo. Wanaume wengine tuko rafu. Kwa hiyo ni kazi yako. Amen. Mulishe vizuri. Tumashavu tu tutakaa kama mandazi. Mulishe vizuri. Ale sawa sawa. Piga vizuri pamba. Mulishe sawa sawa. Ndio kazi Mungu aliyokupa. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna uchaguzi wa vijana, tusile muda, naomba